kututendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV brightens your day. Mtumishi wa Mungu na mtazamaji wa Star TV, nikusalimu kwa jina la Yesu, jina lipitalo majina yote. Ni mimi mtumishi wa Mungu na mchungaji Boniface Steveni. Natokea kanisa la EAGT, The Evangelist Assemblies of God, pale Bujora, Kisesa. Nimshukuru Mungu aliyetupa neema tena asubuhi ya leo kuwepo katika nafasi hii kwa ajili ya kutukufu wa Mungu peke yake. Na nikualike tena kwa ajili ya kuendelea na somo letu ambalo tumekuwa tukijifunza kwa mfululizo sasa wa wiki 3, somo linalosema vyanzo vya mtaji. Vyanzo vya mtaji, ambapo tumeendelea kujifunza katika somo hili, na leo tena Mungu ametupa kibali cha kuendelea tena katika somo hili. Na kabla sijaenda mbali, niombe nimshukuru Mungu alafu tupate kuendelea. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mfalme, Mungu mwema, uliye na uwezo na nguvu, uliyetujalia heri ya kuwepo mahali hapa kwa ajili ya utukufu wako, ili watoto wako Mungu akakipate kila ambacho umekiweka ndani yangu, Baba, Bwana wa Bwana, kwa ajili ya mafanikio yao. Asante Roho Mtakatifu, maana utakuwa kiongozi na mwalimu tangu kuanza hata kumaliza. Yule adui ibilisi shetani hana nafasi katika kipindi hiki wala katika mafundisho haya, Bwana, bali utukufu wako peke yake Mungu utatenda kazi. Ni katika jina lako Mwokozi ninaomba na kuamini. Amen. Ni wiki ya 3 sasa mfululizo tunapoendelea kujifunza somo hili la vyanzo vya mtaji, ambapo nilianza katika kuweka msingi nikakwambia mtaji unagawanyika katika sehemu mbili. Kuna mtaji wa ndani na kuna mtaji wa nje. Na tulianza kutazama kwamba mtaji wa ndani una nguvu kuliko mtaji wa nje. Mtaji wa ndani, hii ambao ni nguvu inayokuwemo ndani ya mtu, inayomsukuma kuyafanya mengine ya nje. Na tukaendelea kujifunza tukasema mtaji wa ndani unazaa mtaji wa nje. Mtu aliye na mtaji wa nje kama fedha na mali anaweza kupungukiwa hizo fedha na mali, lakini kama mtaji wake wa ndani bado una uimara, umesimama, ni rahisi mtu huyo kusimama tena na kuendelea. Kinachompa mtu kusimama tena na kuendelea kwa sana na kwa nguvu ni ule mtaji wa ndani. Tukaanza ile wiki ya kwanza kuona aina ya kwanza ya mtaji wa ndani, wiki ya pili tukaona aina ya pili ya mtaji wa ndani, na wiki ya 3 leo tunaendelea. Na somo hili ninalolifundisha ni somo ambalo nimeliandika katika kitabu hiki hapa kinachoitwa Vyanzo vya Mtaji, na kitabu hiki ambacho ninakisambaza mimi mwenyewe, kitabu kizuri sana ambacho tangu nimeanza wako watu wengi wamechukua kitabu hiki na kimekuwa msaada pia kwao. Na leo nitaendelea sehemu ya 3 ya chanzo cha mtaji wa ndani. Nazungumzia mtaji ambao mtu akiwekeza toka ndani mwake unamsukuma kumpa mtaji wa nje. Na chanzo cha 3 ambacho leo tutaenda kujifunza kwa umakini na kwa utaratibu kabisa, kwa mpenzi mtazamaji unayenifuatilia, kinasema imani. Imani ni moja ya chanzo kikubwa sana cha mtaji ndani, kwa sababu huunganisha uwezo wa mwanadamu na uwezo wa Mungu. Imani ni chanzo kikubwa sana cha mtaji katika maisha ya mtu anayetaka kufanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alivyomuumba mwanadamu, kuna uwezo aliyoweka ndani ya mwanadamu, ambao ule uwezo una mipaka yake. Lakini pia ndani ya Mungu wetu kuna uwezo ambao ule uwezo ni uwezo unaovuka ile mipaka ambayo uwezo wa mwanadamu hauwezi kuvuka. Kwamba mwanadamu ndani yake Mungu amempa uwezo, lakini uwezo ambao Mungu ameweka ndani ya mwanadamu una kikomo chake. Iwe ni katika kufikiri, una kikomo chake.
uwe ni katika kuwaza, una kikomo chake. Uwe katika kutenda, una kikomo chake. Lakini ndani ya Mungu kuna uwezo ambao unavuka ule uwezo wa mipaka ya mwanadamu. Sasa imani, moja ya kazi imani inafanya ni kuunganisha huu uwezo wa Mungu na kuunganisha huu uwezo wa mwanadamu ili viweze kutenda kazi kwa pamoja. Maana yake sasa, ile imani unapounganisha zile nyenzo mbili ama ule uwezo wa pande mbili wa Mungu na pamoja na mwanadamu, maana yake unampa mwanadamu kutenda zaidi ya pale ambapo angeweza kutenda, kwenda safari ambayo ni zaidi ambayo yeye peke yake kwa nguvu zake na kwa uwezo wake angeweza kusafiri. Kwa hiyo imani ni chanzo cha mtaji ambao unampa nguvu mwanadamu, hata kama alikuwa amechoka, amekata tamaa, amefika wakati haoni kuendelea, haoni kusogea. Imani inampa kuunganisha nguvu ya Mungu itakayompa kusogea, itakayompa kuendelea, itakayompa kumpushi kufanya vile vitu ambavyo kwa akili ya kawaida na kwa uwezo wa kawaida asingeliweza kuvifanya. Mtu anaweza kuwa na fedha, mtu anaweza kuwa na elimu, mtu anaweza kuwa na chochote alicho nacho, lakini kama akikosa imani, ni vizuri ukaelewa kwamba pasipo imani kuna mambo ambayo hayawezekani katika kutendeka. Kuna mambo ambayo huwezi kuyafanya. Kwa nini? Kwa sababu uwezo wa mwanadamu katika jambo lolote una mpaka, una kikomo. Lakini pinapounganika kati ya uwezo wa mwanadamu na uwezo wa Mungu, unampa kufanya vitu ambavyo ni zaidi ya pale yeye alipofikiri na alipotazama. Imani ni kama daraja ambapo kuna mambo yanakaa katika ulimwengu wa roho ambayo ni baraka ambazo Mungu amezikusudia kwa ajili yako, tumishi wa Mungu unanitazama. Ziko baraka kabisa ambazo Mungu amekusudia kwa ajili yako katika maisha yako. Ziko baraka tele, lakini zile baraka zinakuwa katika ulimwengu wa roho ambazo zimepaswa kutoka katika ulimwengu wa roho zikaja katika ulimwengu wa mwili tunaokaa, zikaja katika maisha yako unayoishi, zikaja katika kazi yako ya uchumi, zikaja katika biashara yako, zikaja katika ndoa yako, zikaja katika maisha yako ya kila siku unayoyafanya, zikaja katika afya yako, zikaja katika uzao wa tumbo lako. Zile baraka sasa ili zitoke katika ule ulimwengu wa rohoni zije katika maisha yako ya halisia, kinachotuhusika pale pale kuvusha ni imani. Ndiyo maana kiwango cha baraka cha mtu kinachomwijilia hutegemeana na kiwango chake cha imani. Kama kiwango chako cha imani ni cha mashaka, kama kiwango chako cha imani ni cha kusita, kama kiwango chako cha imani bado ni cha kusuasua, maana yake hata kiwango cha baraka zitakazovuka kutoka katika ulimwengu wa roho kukuijilia katika ulimwengu halisia wa mwili kitakuwa bado ni cha mashaka na cha kusita. Lakini kama kiwango chako cha imani kimeimarika katika Kristo Yesu, kina nguvu katika Kristo Yesu, kimemwamini Yesu kwa dhati, maana yake ndivyo kinavyoweza kuvusha zile baraka kutoka kwenye ule ulimwengu wa rohoni kuja katika ulimwengu wako wa maisha ya halisia. Huwa ninapenda kusema hivi, imani ni sawasawa na daraja. Ni sawa na daraja. Na daraja huwa, madaraja kwa mtu ambaye unafuatilia, madaraja huwa yako ya aina tofauti. Madaraja huwa yako ya aina tofauti. Kuna daraja ambalo uimara wake litaruhusu kuvusha baiskeli na watu waenda kwa miguu. Na kuna daraja ambalo uimara wake litaruhusu kuvusha waenda kwa miguu, baiskeli, pengine na pikipiki. Gari haiwezi kupita. Lakini pia kuna daraja ambalo linaweza kuruhusu aina fulani za gari, kwamba ni ukubwa fulani wa gari ndio zinaruhusiwa kupita pale. Nini kinachoamua? Ni uimara wa lile daraja. Na kuna daraja fulani ambalo uimara wake gari ya aina yoyote, iwe imebeba mizigo ya aina mikubwa au haina mizigo, inaweza kupita kwenye lile daraja. Kinachoweza kuruhusu kwamba ni gari lipi lipita katika ile daraja ama ni kitu kipi kipita katika ile daraja ni uimara wa ile daraja. Maana yake kwamba kadiri imani yako inavyoimarika ndivyo inavyoruhusu mambo makubwa yaweze kutokea katika maisha yako ya kila siku. Yaweze kutokea katika maisha yako ya kila siku. Kwa hiyo imani ni moja ya mtaji unaokuwemo ndani ya mtu, kwamba ni kweli bado huna fedha kubwa, ni kweli bado huduma yako haijafika viwango vikubwa,
Ni kweli bado maisha yako hajafika level fulani, lakini kwa sababu ya ile imani uliyo nayo, ile imani inakupa kukusukuma kwenda kwenye mtaji mkubwa. Inakupa kukusukuma kwamba hata kama ulikuwa umeanguka, kutokana na ile imani uliyokuwemo ndani, imani ile inakupa tena kusimama. Imani tena inakupa kuendelea. Imani inakupa tena kustahilisha. Inakupa tena kuchipua. Inakupa tena kustawi ndani yako. Sasa kwa kiwango ambacho mtu unaweza kuanguka na ukasimama kwa mara nyingine, itategemeana na kiwango cha imani kilichoko ndani yako. Maana yake kadiri unavyowekeza kiwango chako cha imani kuongezeka, kadiri unavyowekeza kiwango cha imani yako kukua, kadiri unavyowekeza kiwango cha imani yako kuona mbali, ndivyo hivyo ambavyo na mtaji wako wa kufanikiwa unavyozidi kuongezeka ndani yako, ndivyo hivyo na njia yako ya mafanikio inavyozidi kupanuka ndani yako. Maana imani, ukisoma kwenye kile kitabu cha Waebrania ile sura ya 11 mstari wa kwanza, inasema imani ni bayana ya mambo yanayotarajiwa, mambo yasiyoonekana. Yale mambo ambayo yasiyoonekana, mtu mwenye imani huweza kuona kitu ambacho kwa hali halisi bado hajakishika, lakini kupitia imani anakiona kile kitu kinakuja, anakiona kile kitu ni miliki yake, anakiona kile kitu ni sehemu ya maisha yake, anakiona kile kitu. Yani mtu mwenye imani, katikati ya watu ambao hawana imani, wanaweza wakawa wanaona mazingira haya hayawezekani kufanya jambo hili, lakini mwenye imani akifika, anaona mazingira haya inawezekana kuvuka kwenda mahali fulani, inawezekana kufika kwenye hatua fulani, inawezekana kufika kwenye level fulani, inawezekana. Yani hata kama bado mazingira hayaruhusu, hata kama hali hairuhusu, hata kama kiwango cha elimu hakiruhusu, lakini kwa sababu ya kiwango chake cha imani, hutazama vitu ambavyo haviwezekani kwamba vinawezekana. Kinachomweza msababisha mtu akavuka katika mazingira magumu, akavuka katika mazingira duni, akavuka katika mazingira ambayo haiwezekani, ni kiwango chake cha imani. Kiwango chake cha imani. Kiwango cha imani unachokuwa nacho, hata kama umezaliwa katika familia duni, hata kama bado leo biashara yako ni ndogo, hata kama leo bado mtaji wako ni mdogo, hata kama wewe bado unapita kwenye nyakati ngumu, hata kama bado umejaribiwa, jaribu liko limesimama mbele yako, liko kama moto, linakusukasuka. Unaona kabisa kwa hali ya kibinadamu kwamba hapa kupitia hili jaribu, hata watu wanaokuzunguka wananyosha mkono, wanasema hapa havuki, wananyosha mkono, wanasema hapa hatatoka, wananyosha mkono, wanasema huyu basi ndo amefishia hapa. Lakini kwa sababu ya kile kiwango chako cha imani, kinakupa kukusukuma, kinakupa kukuinua, kinakupa kwenda mbele, kinakupa kutoka mahali pale. Kile kiwango cha imani kinakupa kuyatawala mazingira, kinakupa kuyavunja yale mazingira ambayo yangeweza kukuzuia kwenye hali ya kibinadamu usiweze kuvuka, na ukajikuta unavuka na unaenda mbele kwa viwango vikubwa sana. Ni kwa namna gani imani inaleta matokeo ya mafanikio kwa mtu? Ni kwa namna gani imani inaleta matokeo, ama ni kwa namna gani imani inakuwa chanzo cha mtaji katika maisha ya mtu? Ni kwa sababu imani huzaa maono ya matokeo makubwa. Mtu mwenye imani huwa na maono ya matokeo makubwa, kwamba hata kama leo bado yuko kwenye hali duni, bado yuko kwenye hali ya kawaida, bado yuko kwenye mwanzo. Maana unafahamu mtu anapokuwa kwenye mwanzo, pana kuwepo na mambo mengi, pana kuwepo na kudhalauliwa, pana kuwepo na kukataliwa, pana kuwepo na kutokukubaliwa. Maana ndo naanza mwanzo. Hata kama ni huduma, inaweza ikawa huduma ya uimbaji, inaweza ikawa huduma ya utumishi, inaweza ikawa huduma ya uchungaji. Unapoanza mwanzo, ni kana kwamba watu hawaamini huduma yako, ni kana kwamba watu hawaamini uwezo ulio nao, ni kana kwamba watu bado hawakuamini kwamba unaweza kufanya kazi ya Mungu. Lakini kwa sababu ya ile imani ulio nayo, inakupa maono yenye matokeo makubwa, inakupa maono yenye matokeo makubwa. Kila mafanikio makubwa huanza na uwezo wa kuona kabla ya kushika. Kila matokeo makubwa huanza na maono ya kuona kabla ya kupata. Mtu yoyote yule anayeweza kuzaa vitu vikubwa, anayeweza kwenda level kubwa, anayeweza kufika hatua kubwa, ndani yake kwanza ni vizuri kukaanza na maono makubwa, ni ambayo yamebebwa na imani. Kunapoanza imani ndani yako, ile imani inakupa kukuonyesha kwamba wewe si mtu wa kawaida, wewe si mtu wa mafanikio ya kawaida, wewe si mtu wa matokeo ya kawaida. Kinachoanza ndani yako ni imani. Ni kusihi mtazamaji unayenitazama kwamba Mungu akusaidie na hili somo likusaidie upate kujenga imani ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu mtu mwenye imani ana uwezo wa kuzalisha maono makubwa. Mtu mwenye imani ana uwezo wa kuzalisha maono makubwa katikati ya watu ama mazingira ambayo wengine wanaona kwamba haiwezekani, lakini mtu mwenye imani
anaona inawezekana, anaona kabisa kwamba jambo hili inawezekana. Ndio maana kabla ya kuanza jambo lolote, anza kwa imani. Kabla ya kuanzisha uwekezaji wako, anza imani ndani yako. Kabla ya kuanzisha kampuni yako, anza imani ndani yako. Kabla ya kuanzisha safari yako, anza imani ndani yako. Ukianzisha imani ndani yako, imani inakutengenezea njia. Imani inakutengenezea njia. Ni kwa nini imani ni moja ya nguzo kubwa ama chanzo cha mtaji? Ni kwa sababu mwenye imani huzaa maono yenye matokeo makubwa. Hapa ndipo imani inafanya kazi. Imani humwezesha mtu kuona. Imani humwezesha mtu kuona. Unaposikia mtu kwamba haoni mbele, haoni pa kuendelea, kinachokuwa kimetindika ndani yake ni imani. Kinachokuwa kimepunguka ndani yake ni imani. Unasikia mtu anakuambia kwamba nimefika mahali nimechoka. Nimefika mahali naona siwezi kuendelea. Nimefika mahali naona kabisa kushindwa. Kinachokuwa kimefanyika ndani ni kwamba kile kiwango cha imani kinakuwa kimepungua. Lakini kadri kiwango cha imani kinavyoimarika na kuongezeka, ndivyo kinavyompa mtu kuona kwamba inawezekana kuvuka na inawezekana kupata ushindi mkubwa. Imani inampa mtu kuona ushindi wa vita kabla ya kumaliza vita. Imani inampa mtu kuona ushindi wa vita kabla ya vita kuisha. Kabla ya vita kuisha. Imani inampa mtu kuona mavuno kabla ya kupanda. Imani inampa mtu kuona mavuno kabla ya kupanda, kwamba kabla hata biashara yako haijaanza, lakini una mawazo ya kuianzisha, kama ambavyo tuliangalia vyanzo vya mtaji huko nyuma, kwamba moja ya vyanzo vya mtaji tuliona ni nia, shauku pamoja na utayari. Kwa kuwa tayari una nia, kwa kuwa tayari una utayari, kwa kuwa tayari ndani yako kuna shauku, sasa ile imani inaisukuma ile nia. Ile imani inausukuma ule utayari. Ile imani inaisukuma ile shauku ulio nayo, kwamba unatamani uwe mwimbaji mkubwa. Shauku yako ni kuwa mwimbaji mkubwa. Utayari wako uko tayari kufanya, kwamba katika kujibidisha, katika kujituma niwe mwimbaji mkubwa. Sasa ile imani inasukuma ule utayari ulio nao kwenda kwenye viwango vikubwa. Na imani ambayo nimekwambia ni muunganiko wa uwezo wa mwanadamu pamoja na uwezo wa Mungu. Maana yake sasa Mungu anakuwa na kuvusha katika yale ambayo wewe kwa akili yako ungeweza kutokuona ama kutokwenda ama ungeweza kukwama. Imani ni macho ya rohoni yanayoona kesho kabla haijafika. Imani ni macho yanayokuwa roho, ndani ya roho ya mtu, yanayokuwa ndani ya mtu, yanayoiona kesho kabla hata ile kesho haijafika. Ndio maana mtu mwenye imani ya kwamba yeye ni tajiri, mtu mwenye imani ya kwamba yeye atamiliki na kutawala, mtu mwenye imani ya kwamba mimi nitasoma, nitafika chuo kikuu, mtu mwenye imani kwamba mimi nitapata fedha, nitafungua biashara kubwa, nitawekeza, mwenye imani yeye leo hii mkimwambia kipindi bado hana, mkimuita kwamba ni maskini, mkimdharau kwa sababu ya hali aliyonayo, huwa anawashangaa mnaomdharau, huwa anawashangaa mnaomuita maskini, huwa anawashangaa mnaomuita ana fedha. Kwa nini anawashangaa? Kwa sababu yeye ndani hajioni kama mtu asiye na fedha. Yeye ndani hajioni kama mtu asiye na mafanikio. Yeye ndani hajioni kama mtu wa kawaida. Ndio maana sasa kila anachokiona ndani, wengine wa nje hawakioni. Wewe mwenye imani, unachokiona kwa ajili ya kesho yako, wengine wa nje hawawezi kukiona. Ndio maana umestahili kusimama katika imani yako, kwamba kile unachokiona katika imani yako ndicho upate kutembea nacho, ndicho upate kusimama nacho, ndicho upate kuendelea nacho, maana hicho ndicho kitakachokuvusha. Nataka nikwambie kwamba wewe mwenye imani, kuna kitu unakiona ambacho wengine wasio na imani hawaoni. Mtu mwenye imani, kuna kitu cha mafanikio, kuna hatua nyingine anaiona ambayo watu wengine hawawezi kuiona. Ni vizuri ukaishi kwa imani na usiishi sawasawa na watu wengine ambavyo wanakifikiri na kutazama wewe. Wewe ishi kulingana na kile ambacho unakiona ndani yako kwa imani ambayo kimeungana na Mungu. Na Mungu akusaidie, hata kama imani yako ilikuwa imetindika, hata kama imani yako ilikuwa imeshuka, Mungu akusaidie ili imani yako iweze kuimarika, iweze kusimama, maana hiyo imani ndiyo inayokupa kwenda na kupata matokeo makubwa. Lakini sababu ya pili, kwa nini imani ni chanzo cha mtaji? Kwa nini imani ni chanzo cha mtaji? Sababu ya pili, imani hufanya lisilowezekana liwezekane. Imani ndiyo inayoweza kufanya magonjwa ambayo yalikuwa hayawezekani kupona. Madaktari wamekwambia hii hakuna namna. Pengine gharama ya kuyatibu ni mkubwa kuzidi uwezo wako.
pengine namna ya lile gonjwa jinsi lilivyokaa, hali ya upasuaji wake ni mkubwa, lakini kama una imani, yale ambayo wanadamu wameona hayawezekani, katikati ya imani yanawezekana. Wamekwambia wewe huwezi kushika mimba, wamekwambia wewe huwezi kuzaa, wamekwambia wewe huwezi kuolewa, wamekwambia wewe una laana, wamekwambia wewe kwenye ukoo wenu mliotoka kuna vifungo haviwezi kufunguka, namna ambavyo maisha wamekwambia, lakini kupitia imani inawezekana. Ndio maana katika ile Mathayo 19 ule mstari wa 26 inasema yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Kwa nini yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana? Kwa sababu kwa Mungu kuna uwezo ulio wa juu, kuna nguvu isiyo ya kawaida, kuna namna ya kutenda kazi isiyo ya kidunia, isiyo ya kibinadamu. Hii ni zaidi, nguvu iliyoko ndani ya Mungu ni zaidi ya utaalamu ulioko ndani ya madaktari, ni zaidi ya maneno yanayosemwa na watu juu yako, ni zaidi ya chochote kinachokuzunguka, ni zaidi ya mazingira ulio nayo, ni zaidi ya ukoo uliotoka, ni zaidi ya aina ya familia uliotokea. Hicho ndicho kilicho kwa Mungu. Sasa imani inachokifanya, inakivuta kile kilichoko kwa Mungu kinakuja juu yako, inakisababisha kile kilichoko kwa Mungu kinakuja kwenye maisha yako, inakisababisha kilichoko ndani ya ufalme wa Bwana kinatengeneza njia katika maisha yako. Sasa kikitengeneza kile kilichoko kwa Mungu kwako kupitia imani kinasababisha yale yasiyowezekana katika wanadamu yawezekane katika maisha yako. Kinachoweza kusababisha yasiyowezekana katika binadamu yawezekane kwenye maisha ya mtu ni kiwango chake cha imani. Hapo ndipo imani inahesabika kuwa mtaji. Hapo ndipo imani inahesabika kuwa kitu cha kumuinua mtu na kumpandisha na kumpeleka kwenye level zingine. Lakini sababu ya tatu kwa nini imani ni mtaji, imani huisha nguvu ya Mungu katika matokeo. Imani huleta nguvu ya Mungu katika matokeo ya mtu. Imani huleta nguvu ya Mungu katika matokeo ya mtu. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 15 na ule mstari wa 5, Biblia inasema kwa maana pasipo imani haiwezekani kufanya neno lolote. Biblia inasema pasipo imani haiwezekani kufanya jambo lolote. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 15 ule mstari wa 5, kwa maana pasipo imani haiwezekani kufanya jambo lolote. Maana yake unapokuwa na imani inawezekana kushinda katika dunia hii tunayoikaa. Tumishi wa Mungu, ni vizuri ukaelewa. Unaweza ukawa na juhudi kubwa sana, unaweza ukawa ni mtu wa kujituma sana, inaweza ukawa ni mtu wa kujinyima sana, uko makini sana, una nidhamu ya fedha, una maarifa ya fedha, yaani katika hali ya kibinadamu una kila kitu, lakini bado huoni kuendelea. Kile kichwa kinakufa, kile unalolipanda halioti wala halikupi matunda ya kuvuna. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi katika habari ya utafutaji, katika habari ya mafanikio, wanakwenda kwa akili zao wenyewe, wanakwenda kwa nguvu zao wenyewe, wanatumia elimu zao walizopata shuleni, wanakwenda kwa ufahamu wao waliopata, namna ambavyo wamepata mitaji. Wengine wanakwenda kwa kujivuna kwa kiwango chao cha mitaji, wamemwacha Mungu. Nataka nikwambie, ukitembea katika habari ya utafutaji wa kutafuta mafanikio kwenye ulimwengu huu pasipokuwa na imani ya kuamini Mungu kwamba Mungu ndiye anaweza kukuwezesha, Mungu ndiye anaweza kukutangulia, Mungu ndiye anaweza kukutengenezea njia, itakuwa ni ngumu sana kwako kufanikiwa. Utatabika sana kufanikiwa, utachelewa sana kufanikiwa. Kwa nini mtumishi wa Mungu nakwambia hivi? Kwa sababu katika dunia tunayoikana, tunayoiishi, mtumishi wa Mungu, kuna watu wenye hila za ajabu sana. Kuna watu ambao Mungu angepata kufunulia ni namna gani wanawaza mabaya juu yako, ni namna gani wanapanga mipango miovu juu yako. Kuna watu leo wakikuona wewe uko katika hali ya kuumwa, uko katika hali ya kuishiwa, uko katika hali ya kufilisika, ndio furaha yao. Watachinja na mbuzi, watachinja na kuku, watafanya na sherehe, wakisherekea kuona wewe umeanguka, kuona wewe umefilisika, kuona wewe umeishiwa, kuona wewe unatabika. Wako wengi, kuna kundi kubwa. Wengine ni marafiki zako kabisa, wengine ni ndugu zako kabisa, wengine ni jamaa zako wa karibu, tena uliowaamini na siri zako ukawaambia, lakini ndio wanaokuazia mabaya. Ni namna gani unaweza kuyashinda yale ambayo wanakuazia? Kwa akili za kibinadamu huyaelewi. Wanakaa vikao, wanazungumza vikao vyao vya siri, kipindi wanavikaa vikao vile wanakupangia mabaya. Nini kinachokuwezesha kuyavusha hayo? Ni imani katika Kristo Yesu. Maana imani katika Kristo Yesu inampa mtu kuendelea, inampa mtu kusimama, inampa mtu kuvuka. Ndio maana niko mahali hapa na kufundisha kwamba moja ya chanzo cha imani
ni kumtangulisha Mungu, ni kuwa na imani katika Mungu. Umuunganishe Mungu na biashara yako, umuunganishe Mungu na uchumi wako, umuunganishe Mungu na ndoa yako, umuunganishe Mungu na utumishi wako, umuunganishe Mungu na huduma yako, umuunganishe Mungu na familia yako, watoto wako, na elimu yako, na hilo hitaji lako la kuomba kazi. Unatamani upate kazi, unatamani Mungu akujalie uajiriwe. Hebu muunganishe Mungu na hilo hitaji lako. Weka imani katika Mungu. Amini kwamba inawezekana nikimkabidhi Mungu njia zangu, nikimkabidhi Mungu mapito yangu, nikimkabidhi Mungu mahitaji yangu, nikimkabidhi Mungu yale ambayo ninatamani kwenda, nikamkabidhi kampuni yangu, nikamkabidhi uwekezaji wangu, nikamkabidhi ufugaji wangu, nikamkabidhi Mungu kilimo changu. Ukimkabidhi Mungu, inawezekana kukupandisha na kukupeleka katika viwango vingine. Lakini sababu ya 5 kwa nini imani ni mtaji. Sababu ya 5, imani huzaa uthubutu wa kuanza. Imani huzaa uthubutu wa kuanza, kwamba ni kweli kama hauna mtaji, kama hauna namna ya kuanza, watu wengi hujaa mashaka, watu wengi hujaa hofu. Naanzaje? Naendaje? Nawezaje kwenda kutafuta chumba cha biashara? Kodi nimeambiwa milioni 5. Kipindi hicho hata 100,000 huna. Inawezekanaje kuanza? Lakini mtu mwenye imani inampa uthubutu. Ukimtajia milioni 5 ya kodi, anasikia kama umemwambia 50,000. Kinachofanya kishuke kile kiwango na akione cha kawaida, mazingira magumu na ayaone ya kawaida, yasiyowezekana ayaone yanawezekana, ni ile kiwango cha imani kinachokuwemo ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu kinampa uthubutu, kinampa uthubutu. Ndio maana unamuona hata Petro kipindi anamwambia Yesu, niruhusu nitembee juu ya maji. Kilichomfanya athubutu kutembea juu ya yale maji si kwamba Petro alikuwa juu maji kwamba watu wanazama. Maana Petro kwanza alikuwa ni mzoefu wa maji, alikuwa ni mtu ambaye anayejua maji, maana alikuwa ni mvuvi wa siku nyingi, anayejua maji jinsi yalivyo. Anajua kabisa kwa akili ya kawaida ya kibinadamu kwamba hakuna mwanadamu anayeweza kutembea juu ya maji, lakini kwa sababu aliamini katika Kristo, alimwambia Kristo kwamba niruhusu nije kwako nitembee juu ya haya maji. Na Yesu alipomruhusu alitembea. Yesu akiruhusu biashara yako itembee, inawezekana. Yesu akiruhusu wewe ukue, inawezekana. Yesu akiruhusu upande, inawezekana. Yesu akiruhusu kwamba wewe uzai, inawezekana. Yesu akiruhusu upone, inawezekana. Yesu akiruhusu utoke mahali ulipo hapo ambapo unaanzisha kila biashara inakufa, inawezekana Yesu akiruhusu. Lakini ni mpaka ambapo wewe umempa nafasi ili Yesu atende kazi katikati ya maisha yako, atende kazi. Lakini sababu ya 6 ambayo nitaishia hapo leo, sababu ya 6 inayoifanya imani iwe chanzo cha mtaji. Sababu ya 6, imani hutoa uvumilivu kwenye changamoto. Imani hutoa uvumilivu kwenye changamoto. Imani hutoa uvumilivu kwenye changamoto. Kwamba umekutana na changamoto, umekutana na kizuizi, umekutana na kuanguka, umekutana. Ndio maana Biblia inasema mwenye imani wangu ataishi, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Kwa hiyo imani humpa mtu kuzivuka zile changamoto. Unaona inawezekana kuvuka mahali hapa, unaona inawezekana kuendelea. Ndio maana ukisoma kwenye Wakorintho wa pili ile sura ya 5 na mstari wa 7, maana twayatenda kwa imani wala si kwa kuona. Tunatenda vitu kwa imani wala si kwa kuona. Ndio maana Biblia inasema kwamba haiwezekani kumpendeza Mungu pasipo imani. Na mtu yoyote anayeweza kufanikiwa ni yule ambaye anaamini kwamba katika lolote analolitenda kuna mkono wa Mungu juu yake. Anaamini kwamba katika lolote analolitenda huu mkono wa Mungu uko juu ya mkono wa nguvu za giza, uko juu ya mkono ya nguvu ya shetani, uko juu ya mkono ya vita ya aina yoyote itakayosimama. Amini kwamba lolote unalolianzisha Mungu atalitangulia, na yeyote atakayenyosha mkono wake kulifanya life, nataka nikwambie katika jina la Yesu, kama Yesu aishivyo, halitaweza kufa. Kwa nini? Kwa sababu umemwamini katika Kristo. Ondoka katika kuiamini akili yako, ondoka katika kuamini wanadamu, ondoka katika kuamini namna nyingine yoyote yao, ondoka katika kuamini miungu nyingine yote yayo wengine, ondoka katika kuamini katika hali ya madawa na hali ya laana na nini. Amini katika Kristo Yesu, amini katika jina la Mwokozi, amini katika Mungu aliyekuumba. Wewe umeumbwa na Mungu, tena kwa nafasi ya kipekee sana, kwamba wewe umeumbwa kwa mfano wa sura ya Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu. Usijidhalau, usijikatae, usijione ufai. Simama katika imani, na imani hiyo itakupa mtaji wa fedha. Imani hiyo itakupa kazi ya kuajiriwa. Imani hiyo itakupa kuvuka mipaka ambayo wanadamu wakuwekea na kwenda katika viwango vingine vikubwa na vyenye
mafanikio. Ninayekuletea somo hili si mwingine, majina yangu ni Boniface Steven, ni mchungaji kutoka kanisa la EAGT pale Bujola, na nimekwambia kwamba ni pamoja kuona mambo haya kwamba ni muhimu, nimekuandikia kitabu. Hiki ni kitabu ambacho nimekuwa nikikifundisha mahali hapa. Leo ni wiki ya 3 na kitabu hiki kinapatikana kwangu mimi mwenyewe na kisambaza. Kitaka kupata kitabu hiki, wasiliana na mimi kwa njia ya simu. Nambari yangu ya simu ni 0744 48 80 53. 0744 48 80 53. Ukinitafuta kwenye hiyo nambari utanipata kwa swali lolote, kwa hitaji lolote, kwa maombezi. Ninaweza kukusaidia na ushauri, kwa sababu mimi pia ni mtaaluma wa mambo ya ndoa. Kienda kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, liko jukwaa linaitwa Jukwaa la Ndoa ya Mungu. Jukwaa la Ndoa ya Mungu. Ukisearch kwenye Facebook ukaandika Ndoa ya Mungu, liko utalikuta hilo jukwaa. Mahali pale utafollow na unaweza kupata mafundisho mengi na mazuri kupitia hilo jukwaa. Ila pia ni mwalimu na mbobezi kwenye mafundisho ya mambo ya ujasiriamali, mambo ya uwekezaji. Niko mahali hapo nafundisha, na Mungu amenijalia neema hiyo. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana, mtumishi wa Mungu unaendelea kututazama na kutufuatilia. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Na nasidi kukuombea neema ya Mungu ionekane juu yako na ikutangulie, na Mungu asikuache, aendelee kukukumbuka. Mungu asikuache na aendelee kukukumbuka. Chochote unachokifanya, Mungu akufanikishe. Mungu akufanikishe. Na takuwa nafika mwisho, na hapo tutakuwa tunaishia hapo. Neema ya Mungu ikutangulie katika jina la Yesu. Amen. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea.